Na matumaini yetu kwamba muhali njema mtusikiza mko wengi kutusikiza kwenye kona zote za dunia. Karibu katika matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili, hasa kipindi cha maendeleo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii leo ni ukweli wa mambo. Tutazungumzia juu ya mgogoro na usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na suluhu itatokea wapi. Mkutano wa Doha, Washington. Tunasikia jumuisho la Afrika pia linamtaka rais wa Togo awe mpatanishi katika mgogoro wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sengo pia anakwenda hapa na pale kusaka amani. Hivi leo tutapokea wajumbe maalum wa kipindi chetu siku ya leo, ikiwa ni pamoja na Rose Tuombeani, kiongozi wa shirika la kiraia la Difegu tawi la Butembo. Karibu sana. Asante sana kwa aliko, na shukuru na nasalimu watazamaji wote. Asante sana. Kwa upande wangu wa kushoto naye Simoka Zungu, ni rais wa chama cha kisiasa cha DSF Nyamwisi chake Nyamwisi Mvinge, alikuwa waziri wa sera za michezo wakati wa Mobutu. Karibu sana. Nashukuru bwana. Tuanze na swali letu la kwanza, ukweli wa mambo. Huu ndio ukweli. Tuseme baada ya Luanda, baada ya Doha, baada ya Washington na Umoja wa Afrika ukimtaka Fure Gyasimbe awe mpatanishi katika mgogoro wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, unadhani usalama utatokea wapi? Je, utatokea Doha, Washington, ama utatokea kwenye mataifa ya Umoja wa Afrika ama kwenye Sengo na SSA? Naam, asante sana, nashukuru sana kuweza kunialika kwa hii kipindi. Mimi nilikuwa nimezoea kufika hapa, lakini sasa ilikuwa iko kugumu kidogo kufatana na agenda zangu. Unafikiri salama utatokea wapi? Mimi nawaza kwanza usalama kwa nchi ya Kongo. Kama tunatazama nchi ya Kongo kama vile Kongo peke yake, pasipo kuiona ndani ya nchi ya Great Lakes ama maziwa makuu na Afrika na ulimwenguni kote, tutakuwa tumedanganyika kwenye analysis yetu. Ni kusema Kongo, wakati mtu anazungumzia Kongo na matatizo inayokuwa Kongo, inabidi kukamata swali la Kongo ulimwengu mzima, sababu Kongo sio hii ambao tunajua, lakini Kongo ni ile nchi ambao watu wote wanaiona kama vile unisamehe sana mfano nitapana, iko kama vile mama iko napiga nyama, chungu kubwa sana ya nyama, watu wanaona iko na tokota, alafu umbwa ziko pale pembeni zina kila umbwa napenda ikuje ipate hata nyama kidogo. Hii ndio Kongo. Na kupata suluhisho kwa situation ambayo tunakuwa nayo Kongo, sherti kuweza kuona Kongo yenyewe, ni kusema kindani ya Kongo kitu gani kinaweza kufanyika. Sherti tuweze kuona Kongo katika maziwa makuu, kitu gani kinaweza kufanyika Kongo, ili katika maziwa makuu na nchi zote zinazotugeuka, zinazotuzunguka zisiweze kuwa tena na matatizo. Kitu gani kinaweza kufanyika ulimwenguni kote, ili tujue ya kwamba wakati tunazungumzia Kongo, tunazungumzia mambo ya uchumi. Marekani atasema nini, China anasema nini, Uganda atasema nini, Rwanda anasema nini, alafu ndiyo suluhisho tunaweza kuipata. Suluhisho ya Kongo sio kusema ni ya mtu mmoja tu ama akili ya mtu mmoja unalamuka na kusema mimi naleta suluhisho. Ninawaza wakati wa mbele ndio matatizo ambao waongozi walikuwa nayo, kuweza kuwaza tukikamata hii jeshi unaiunga na hii, unatwala na huyu unaweka hapa, tutakuwa tumepata suluhisho. Lakini tunaona ya kwamba ilikuwa inaendelea kuwa hali inaharibika zaidi. Hii inanisukuma mimi kuweza kumshukuru Rais Felix Antoine Tshisekedi kwa kazi ambayo anatenda, kuweza kujua ya kwamba hii kazi ya Kongo, hii swali ya Kongo sio swali ambayo tunaweza kuiona tu kipekee. Sherti tuwashirikishe pia watu wengine kama vile Qatar ana interest gani, wana interest gani ndani ya Kongo. Tumushirikishe Rwanda, na ndio unaona wana sign Rwanda process ama wanasema Kongo inapoteza, wamesaini mkataba wanapana madini ya Kongo bure kabisa. Wanapana madini ya Kongo bwana. Asante sana, sababu wakati tumekuwa na vita, madini ya Kongo kwa sasa wala ambao wamechukua Rubaya si wanachukua madini sasa, hatujui yanaenda wapi, hatujui wanalipa nani, hatujui hizo pesa zinaenda wapi, zinasaidia nani. Barabara kutoka Goma kwenda Ruchuru, unajua leo mvua ikinyesha hakuna kwenye mtu anaweza kupita, ijapokuwa madini yanachimbwa kila siku, kila dakika. Pesa za Kongo zinaenda nje.
bwana, hivi Wakongo wajipate, Wakongomani hawaipate hata kwa sasa. Hata kwa wale ambao wanasema wanakuja kukomboa Kongo, wanasema wanakuja kuleta suluhisho kwa Kongo, wanatudanganya tu. Sherti Kongo tuweze kuangalia suluhisho, kama vile rais aliweza kuisema jana kwa seremoni ya jana ambayo alipokea rais wa Guinea. Aliweza kusema ya kwamba kwa hii muda sherti tuweze kukua na ile ambayo tunaita suluhisho kamilifu, tusikue tunarudi. Waingereza walikuwa wanasema Kongo iko na situation yenyewe wanaita never ending story. Ni kusema iko story tu, mnakuwa mko mnageuka tu. Hii hali ilikuwa maaneno na kelke 1990 ndio hiyo hali tunakuwa kama tunazunguka pale. Ni kusema suluhisho ambao watu walikuwa wanaiwazia hatujaifikia. Sharti tupate suluhisho na tusirikishe kila mtu, ijapokuwa hata Rwanda ashirikishwe ndani yake, sababu Rwanda tunajua anaingia Kongo, analeta jeshi yake Kongo. Sasa tutapata amani namna gani kama hatumshirikishe, kuzungumuza naye, kuweza kumwambia ya kwamba hapa ndio mwisho wako, hapa ndio unaweza kuintervenir, hapa ndio unaweza kufanya kitu fulani. Tuende kwa upande wako, mkono wangu wa kulia, Mama Rose Tombeane. Umesikiza vile mwanasiasa anazungumza, amezungumza kama mwanasiasa. Sasa nyinyi mashirika ya kiraia, je, Wakongomani wapane madini yao tu kwa Marekani ili ya kupata usalama, ama tuelewane kwanza kati ya sisi Sengo na ACC, ama tuende Doha, Washington, ama vile Lomé ambapo Fred Yasingi ameteuliwa hivi karibuni? Asante sana kwa swali na asante mara kwa aliko. Nikishukuru ndugu yetu ambaye ametoka kuleta matamshi yake. Nadhani kwamba kwa kuleta suluhisho inayokamilika lazima tutazame kosa chanjo ya vita ni wapi. Na kwangu nadhani kwamba mwenzetu amesema chanjo ni sababu nchi yetu inatazamwa na watu wengi, lakini chanjo nyingine ni kwamba sisi wenyezi hiyo nyama aliyoita nyama hatujui kwamba tuna nyama tamu. Hatujui kwamba tuna nyama tamu ama kitu ya dhahabu ya maana, na hatujui tukilinde namna gani, sababu ukatoka kwenye banki, sijue uko mfanyakazi wa serikali, unachukua bagi yako inayo pesa zako franc congolais mingi kabisa. Nadhani una namna nyingine ya kutembea kuliko siku zingine ambako tu unatembea hivyo. Alafu sisi tumekuwa katika shida kama Wakongomani. Kwanza sisi wenyewe hatujue kama uzuri wa nchi yetu, hiyo mambo ambayo tunayo katika nchi yetu ni hiyo ambayo inaweza kutuletea utata, na kwa hiyo hatukuweza kuichunga. Ndio mimi nawaza kama shida ya kwanza ni ndani, ni kindani. Hakuna maelewano. Hakuna maelewano, lakini sio hiyo tu. Ni kwanza kulinda la defense. Maki ulinzi. Gisi vile nimesema, ukichukua bagi yako inayokuwa na mshahara wako, utaenda ukachunguza, ukaangalia fasi yote, na utakuwa uko tayari kwa chochote. Kujua mtu akija tu kugusa bagi yangu, nitamtonga ngume ama nitafanya hivyo. Hiyo ni kitu ya kwanza ambao kinatukosa. Tulishindwa kuandaa jeshi yetu, kujua mtu akaja akatutafuta, akatamani kubeba kitu yetu, chombo hiki kitu kizuri, lazima tumugonge. Ya pili, unapobeba bagi yako ya pesa, utaenda mwenyewe ukachungulia, ni kusema unafanya utafiti, ujashusi, renseignement. Utaenda ukaangalia wewe mwenyewe nani anakufuata, amesha kufuata wakati mrefu, lakini uchunguzi wetu ni mchache sana. Sababu hatukujua kama tunayo kitu ya maana sana, alafu tuliacha mipaka yetu kwa wazi, barabara kabisa, na kila mtu anaingia. Hiyo ndizo chanjo ambazo niko minataja hapa, sababu ninataka kuleta suluhisho. Ya tatu ni kwamba hatukujua kama tunabeba vitu ya maana ambao kwa mfano nikesema ni yasa mayai, kama mayai lazima tusikorokane. Tukitembea kama ndugu tunabeba vitu ambao inaweza kupasuka, lazima tuelewane. Mmoja akitaka kwa mwingine aseme kuna shida nini? Cohesion. Na zani ni hiyo vitu tatu kubwa ambayo ilitukosa ndani. Manaki ilikuwa hatukuweza kulinda vitu yetu na kujua kwamba ni vitu yetu kwa pamoja.
na nadhani kwamba suluhisho ya kwanza inapaswa kutokea hapo. Itakayodumu. Sababu hata kama tunaweza kuongea ndio inaenda hapo kama shida ya pili. Shida ya pili ndugu yetu alisema, hata kama mimi niko nasema kwa namna nyingine, ni hao sasa ni pamoja na kuangalia wale ambao wako ni majirani. Sababu hata uwe na sombe kwako, una shamba yako, ujue kama jirani yako naye anaweza kutamani kununua, sote awe client. Sote akiwa mwizi utajua kama unaweza kumfanyaje. Nikisema unaunga mkono ule mkataba wa Marekani na DRC chini Rwanda na DRC. Mkataba mwenyewe sijaunga mkono, lakini nawaza kama unaweza kusaidia kwa kusimamisha vita, nitaenda hapo. Sababu hapo kwenye mimi natoka katika eneo linalo vita. Swali la kwanza, hii mambo ambayo nimesema hapa haiwezi kumaliza vita haraka. Hivi mimi kama mkaaji nawaza kama ya kwanza ni kumaliza kwa vita, kusimamisha basi. Na nadhani kwamba kusimamisha mahali ambako tumefikia ni diplomasia ndio italeta dawa. Sababu adui ameweza kutuikalisha chini. Tumepiga magoti kabisa, amekuja na nguvu hadi anakamata miji mikuu 2 za jimbo 2 kubwa kubwa ya upande wa mashariki mwa Kongo. Na pamoja na vijiji vingine, vitongoji ambamo mna madini yetu. Na kwa hiyo wakati tuko katika hali hii, swala la kwanza ni kusimamisha vita kusudi damu za wenzetu tusiende kuzipoteza tena, sababu tumepoteza watu wengi. Alafu naunga mkono, naenda kukua kama nakubali hizo njia ambazo zimefunguka tayari, kwa minajili ya kusema mimi kama mtu ambaye nimetazama watu ngapi tumepoteza na naishi siku baada ya siku magumu haya, tunapoteza wajamaa, tunapoteza wandugu. Mimi naweza kupenda kwanza mambo hayo yasimamishwe. Na ikiwa ni diplomasia ndio itaisimamisha, alafu sisi tuwe macho, tusifurahie hiyo mambo tu, lakini tuweze kuangalia nini tutafanya. Sababu diplomasia wapatie tu madini yetu wabebe ili wapate usalama. Hapana kabisa. Nadhani kwamba hadi hapo wakipana madini yetu yote kabisa, wakipana madini itakuwa shida sana. Diplomasia lazima itembeke, kwa hiyo tunayoita ganya. Kusema ikiwa wamerafikiana na Marekani, lakini kuna vikosoa vimoja ambavyo mtu anaweza kupana kukiwa wakati mrefu kufatana na hiyo ambayo iliweza kusainishwa huko Marekani. Lakini yote ambayo naweza kutaka ni kwamba madini yetu kukiwa mkataba iwe mambo ambayo itatusaidia, isiwe kama itarahisisha vile Rwanda, sababu hiyo ndiyo lengo ambayo Rwanda ilitafuta, na itakuwa kama tumepatia lengo, tumesaidia lengo Rwanda katika lengo yake. Nilipenda sisi kama Wakongomani tujue, tukumbuke, kwa sababu tunajua kwamba diplomasia yoyote inayo lengo, inayo nyuma yake lengo ya kutafuta faida. Hakuna nchi ambayo tunaweza kuongea nayo na haitafute kitu. Iwe Qatar, iwe Marekani, sijue iwe nini, wote wanalenga tu vitu. Ni kusema wana faida ambayo wanalenga. Na kwa hiyo wakati watu wamepigwa magoti, tutaangalia vitu viwili. Kati kuendelea kuua watu basi, sababu maisha ya watu ndio dhahabu ya kutosha. Msomo unamaanisha kwamba serikali imeshindwa kulinda raia? Ndio basi, sisi tunajua hivi, sisi wote kama shida ilikuwa ni shida yetu na haiko kusema tumesema wameshindwa uongozi wote, lakini hadi hapo watu wamekufa. Na baada ya Qatar kuliweza kuonekana tena M23 ikikamata kijiji kitongozi kingine huko Kivu ya Kusini. Hii inaonyesha kwamba hiyo yani hiyo vitu ambavyo wanafuatilia wenzetu inaonekana kwamba hayafika. Alafu nawaza kama haijakuwa shida sana, lakini kuna shida ya kuboresha mikataba. Waboreshe mikataba. Kwangu kama raia, mikataba hiyo isiguse kamwe mipaka ya nchi yetu. Isiguse kamwe jeshi letu kuja kuichafua tena kama vile tulichafua. Sababu tunayo haja ya kuona jeshi yetu ikezalika upya, ikisafishwa, kuondosha hivyo vigugu ambavyo vimekuja kuharibu jeshi yetu. Na sasa kama tunatafuta amani, lazima tena tusije kuchafua zaidi, na wasiguse kitu kidogo tunacho ambacho kitasaidia kwa ujenzi wa nchi yetu. Sababu baada ya vita hii tutaweza kupenda
tuweze sasa kujenga. Na kwa mwisho nadhani kwamba hiyo cohesion natia mkazo sana kwake, sababu lazima watu wote washiriki. Ikiwa watu hawashiriki, hatutasahau kwamba vita hii sio tu ya madini, lakini imepata usapoti wa wakongomani wa moja ambao wana shida za kisiasa, ile conflict, mizozo ya kisiasa. Wanasiasa wanatutia katika ndio lazima nao waweze kusikilizwa, wajue watawaombaje ili tuweze kurudi katika umoja, sababu inaonekana kwamba nanga hakuamka hivyo. Hiyo ni tatizo tu ya kisiasa, sio tatizo ya uchumi. Ndio, sio tatizo la kiuchumi, tatizo la kisiasa. Nyinyi wanasiasa, tuseme umemwona Therese Kaikwamba Wagner ambaye ameonekana kweli kuwa na umaarufu, wengine wakimsifia, wengine wakisema hafanyi chochote kwa sababu amekwenda peke yake, ameacha watoto wa Kivu ambao ndio wanaguswa sasa na vita. Mtazamo wako ni gani? Naam, tunashukuru kwanza, na tunataka kuwashukuru wa mama wote wa Kongo kupitia huyu mama Therese Kaikwamba. Tunataka kumshukuru huyu mama sababu ametuonesha ya kwamba ana ile uwezo ya kuweza kufanya kitu fulani. Unajua kwetu Afrika na mara nyingine wanawake wanawekwa mara nyingine pembeni sana, kama vile watu ambao hawawezi kupokea kitu, hawawezi kufanya kitu kia lazima. Lakini kitu ya kwanza tunataka kushukuru huyu mama. Unaona ya kwamba anapigana kabisa, Kifaransa, Kijerumani, anapiganisha kabisa, na unaona anaweka moyo wake wote kuweza kupigana ili tuweze kufikia lengo fulani, tufikie hali ambao tunafika ndani yake kidiplomasia. Hivi hii ni kitu ya kwanza a travers huyu mama Therese. Tunashukuru wa mama wote kabisa, na tunahitaji hawa wa mama wa societe civile, japokuwa mama yeye sio societe civile peke yake, ni politicien, najua alikuwa candidate Butembo. Tunataka kuonya nyinyi wa mama ambao mnazoea kupana trophy kwa watu hivi na hivi, lakini huyu mama ndio mwenye angestahili trophy kubwa sana ndani ya Kongo, sababu anaheshimisha mwanamke. Isitoshe watu wanasema yeye amekwenda peke yake, but problem iko nini? Kamera wakwende, Wabahacha wakwende, Wambusa wakwende. Hii ni kitu kia lazima sana kujua ya kwamba wakati unazungumzia mambo ya Nord Kivu, Sud Kivu, kuna magumu makubwa sana wakati watu wanaenda bila kuassociate ama kuwakilisha wa ndugu fulani wa Nord Kivu, kama vile Mbusa Nyamwisi na mno unasema, kama vile Kamere, kama vile Bahati Rukwebu, mzee wetu wa Bitakwira, rafiki yangu Bitakwira. Kwa nini hawawezi kuwashirikisha? Lakini tujue ya kwamba wakati watu wanaenda ku negotiation, sio reunion kubwa ya ONG ama hii vitu viko tofauti, iko etape mbalimbali. Najua kuna etape ambayo iko international, kuna vitu yenyewe vinapasha kuwa interne hapa kwetu. Sababu kwa serikali ina watu wa serikali ambao wana mafikiri yao, watu wengine wiko katika opposition, societe civile ama mashirika ya kiraia wana mafikiri yao ambao ni mazuri. Hii muda pia inaomba tunayafikia, na inabidi turudie kwenye esprit ama kwenye mafikiri ambayo ya communique ambayo iliweza kusaiwa pale Qatar, Doha. Inasema nini? Inasema ya kwanza, kitu ya kwanza tufikie kusitisha mapigano, watu wasiendelee kukufa. Ijapokuwa tunajua tekniki ya yule ambao tunapigana naye leo ni tekniki ambao wanaita ndani ya Kiingereza token fight. Yeye anakuja anajua ya kwamba ijapokuwa niko nazungumuza ninapigana pia. Historia ya Afrika inaonesha, unisamehe sana kuingia kwenye historia, ya kwamba wakati Abiyarimana aliweza kufariki, ilikuwa wako katika negotiation Arusha, ndege narudi, wako wanazungumuza, ndege napigwa. Na ijapokuwa wale watu ambao walikuwa napiganisha walikuwa wengine kwa batima yenyewe wanaita Sende pale Palais du Peuple ya Rwanda, walikuwa wako pale ndani ya negotiation, lakini ilikuwa muda ambao wanaprofite kuleta vurugu zaidi. Kongo nao ipigani kwa nini? Kongo kushambulia lazima nawe pia ushambuliwe. Na wewe ushambuliwe. Hii ndio inarudisha mafikiri kuweza kuona
kuna raia, kuna wale wengi ambao wamelamuka kama vile wazalendo. Wengi wanakritike wazalendo, hao wanaiba makuku, wanafanya hivi. Lakini hizi ni group fulani ambao tena adui amewaingilia kuweza kuleta matatizo. Kuna wale ambao ni wasujaa, wanajua inji yetu haiwezi kuenda na tunapigana. Ni kusema wakati tuko tunapigana na wakati tuko ndani ya negotiation, tujue ya kwamba mafikiri ya watu iko mbalimbali. Nataka kukujulisha ya kwamba mbele tuingie hapa studioni, Bwana Nanga anasema Rais Tshisekedi iko kama vile Yona ambayo ilibidi inaomba wamtupe kwenye bahari, atoke ndani ya process, ndio maneno mengine itaendelea. Yeye ile ya mnyeko Marekani yeye hafate hii maneno, ataendelea vita kama vile Tshisekedi, Rais Tshisekedi angali pale. Unaenda kuona ya kwamba tunaenda ndani ya process, lakini hata kindani kuna wale ambao tungewaza ni ndugu, tena wao wako adui zaidi. Hivi ni kusema nini? Iko process, sijui ndani ya Swahili tutasema nini. Ni vipindi mbalimbali ambao tunaingia ngazi kwa ngazi, na hivyo ndio tunaweza kupata suluhisho kwa matatizo ambao tunakuwa nayo. Sio kusema leo tutalamuka, tunajua process inaanza. Tunashukuru pia mbele tuingie hapo, nasikia kwamba kuna habari ya kwamba askari wale ambao walikuwa wako kwenye MONUSCO ambao M23 alikuwa anaweza kuwashika kwa makazo na kuweza kuwapeleka ndani ya kampi wakuwe jeshi la kwao. CICR ameweza kukubali kuwatoa Goma kwa MONUSCO na kuwashindikiza waende Beni na wafike Kinshasa. Ni kusema tuko ndani ya process na tunaenda polepole, ijapokuwa makosa fulani yanaweza kuwa kama vile kutokushirikisha watu wengine ambao wanaweza kuleta msaada kamilifu, ambao wana experience kubwa. Unajua experience ya Bwana Kamera, unajua experience ya Bahati Lukwebo, Mbusa Nyamusi ambao alikuwa waziri wa mambo ya kigeni, anajua hii process tangu miaka ya zamani. Kwa nini hawezi kushirikishwa ndani ya hii mambo? Wanaweza kuleta watu wenyewe. Ukimwambia hapa ni Kaziba, yeye anawaza iko ndani ya Ituri. Ukimwambia hapa ni Mageria, anawaza Mageria iko ndani ya South Kivu. Hii ndio magumu ambayo tunakuwa nayo katika nchi ya kwetu, na sharti iweze kupata pia suluhisho à l'interne, hapana exclusion. Tujue ya kwamba hapa kindani watu wote washirikishwe na tuweze kupata usalama. Wengine wanafuata vita kwa kilomita 200 kama 2000 wanafuata vita na waza, lakini tukipenda tuendelee vizuri tuwe tunawasamea watu fulani, lakini pia inabidi wale watu kuweza kupigwa pia na kuweza kuadhibiwa vikali, sababu wakati unazungumzia mambo ya vita, unazungumzia damu ya watu ambao inamwangika, unazungumzia wanawake ambao wako na bakwa, unazungumzia watu ambao wanaumia, watu ambao wana matatizo makubwa. Hivi kupuuza hii maneno ya vita ni kitu kibaya sana, na sharti serikali iwe inawapatia malipizi hao watu ambao wanakuwa kama wanapuuza mambo ya vita. Twende kwa mkono wangu wa kulia, mama yetu, dada yetu Rose Tuombeane. Wagner na Olivier Ndugirihe wa pale Rwanda, waziri wa sera za nje, na wetu wa Kongo Kaikwamba Wagner walisaini mikataba lakini hawakuweza kusalimiana. Je, Kongo na Rwanda wangali katika matatizo ama walifanya tu uchimbi mbele wa Marekani? Nadhani huo, asante sana kwanza kwa swali. Huo mkataba ambao walisaini sio mkataba kati Rwanda na DRC kama Kongo, lakini ni mkataba ambao umesainishwa na inji 3, na kwa ngambo kubwa yote ni mambo ya uchumi, ya kiuchumi kama vile tuliweza kusema hapa, lakini hawakusalimiana sababu mizozo iko kati yao na lazima mzozo lazima iguswe. Kama wamesalimiana kando ya video, walikataa tu video. Hata kama wasalimiane kando ya video, hiyo ni hali yao, ni sura yao, lakini sura ambayo wameonesha kwa watu, kwa ulimwengu, ilikuwa hiyo ambayo watu walitazama. Na mimi kwangu nadhani kama siwezi kuona kama hiyo kama alama ya diplomasia. Tukijua kwamba watu wanapoenda kwenye diplomasia wanakuwa na kadi mbalimbali. Kuna wale ambao wanaweza kuonesha kwenye runinga kama wamefanya hivyo, na japo kwa wanazungumza mambo mengine. Mimi kwangu kitu ambao nataka tu, ninapenda kwa kweli nisikie wamesimamisha kwanza vita. Kwa kweli kumekuwa huo uwezo,
na wametosha kwanja vile vikosi vyote vya Rwanda vya M23 vimeondoka, na sasa yengine hiyo diplomasia inaweza kuendelea. Na kama sijaona hiyo iwe sura ya kilio, watu watalia kwenye runinga, iwe watacheka, iwe watafanya vipi, kwangu hainiambie kitu, kwa sababu inaonisumbua sana na inayojaa katika moyo wangu ni hiyo damu ya wenzetu ambao wanachinjwa Beni, Goma, Bukavu, nafasi nyingine Makale, kote ambapo kumekuwa M23 pamoja na ADF ambayo inaua siku baada ya siku. Watu ambao wanaweza kusema fulani amefanya hivyo wala amefanya hivyo, tunashukuru mama, ndio kama wengine alisema, lakini amefanya kazi, tutamupa hiyo ustahilifu wakati mambo yatakwisha kabisa vizuri. Na haitakuwa kwake mwenyewe. Mimi ikiwa kikundi yangu itaweza kuandaa hii, itakuwa ni pamoja na wanawake ambao wanapambana na vita huko, kwa sababu mara mingi tunazoea kuona tu huko juu. Kuna wamama ambao wameteseka. Anasema Kiingereza vizuri, Kijerumani vizuri. Ni vizuri na sikatai, ni vizuri. Vita wa Kijerumani na Kiingereza. Lakini sio hiyo. Ndio maana nasema mimi tutamuweza kumpatia cheo ya ustahilifu vita vikikwisha. Na tutaweza kutafuta wamama wengine ambao wamefanya resilience kubwa. Ruchuru, Lubero, Beni, Butembo, ambao wameishi muda wa miaka 13 wakipambana katika hali yao. Pengine hawakusoma hata Kifaransa, hawakisoma Kiingereza, lakini ni wapambanaji. Ni pamoja na wale wamama nao ambao wanakuwa miongoni mwa wazalendo. Mimi nashuka kwenye eneo mbalimbali ambako kuna vita, nikitazama nikifanya utafiti wangu. Kuna wanawake wasichana ambao wanapambana kama wazalendo, wanaishi maisha ya shida. Nao vile ni watu ambao wanastahili kama mama huyo Kaikwamba Wagner wetu. Ndio Therese pamoja na wengine wote. Alafu ninasema hiyo yote ambayo walituonesha, mimi sitapenda kuingia kwa undani. Hivi rais anaenda kesho huko Marekani. Yote ambayo tunaweza kumtakia tu ni kwamba atoke huko, na baada ya kutoka huko tusikie kwamba kweli Nanga anasema pamoja na watu wake na Rwanda nyuma yao, waseme tumesimamisha vita na tutaweza kutosha vikosi vyetu muda wa siku fulani. Ni hiyo ndio tunatakia rais katika safari ambayo ataweza kufanya. Kwa sababu gisi nilisema, sisi haja yetu ni kusimamisha kwanza vita, watu wasiendelee kukufa, na tusione tena hawa Wanyarwanda ambao wanapambana kwa udongo wetu, ambao Goma wanao watu siku baada ya siku. Wanasema vina Waganda. Wanatupa mili yao katika maziwa makuu ya hapo. Wanaua watu, wengine wanawaandika kwa kinguvu wawe wapambanaji wao. Ni shida kubwa ambazo tunaishi. Alafu tunawazia kwamba wakisimamisha vita kisha diplomasia zingine zitaendelesha, iwe negotiation, iwe dialogue, iwe nini. Sasa hapo sisi tunaweza kuleta michango yetu kwa kusema tunapenda mfanye hivi na hivi. Lakini tu mchango wa kwanza na malalamiko wa kwanza, vita ikomeshwe na hawa maadui watoke kwa udongo wetu, na ndipo wengine yataweza kutendeka. Lakini kwa kweli narejelea hiyo, na ni sura ambayo wakazi wote wanaishi katika eneo ninatoka, Kivu ya kusini, kaskazini kaskazini na kusini, pamoja na Ituri, kwa sababu nako watu wameteseka sana. Ni hiyo tu ndio haja, amani kwanza, vita ikomeshwe, watu wasichinjwe tena, kisha baadaye tunaongea. Na kwa kuongea tusisahau basi hiyo shida ya kulinda na kujenga taifa yetu kupitia kuwa na jeshi ambayo ni stahilifu, ambamo hamuna uchafu, na kusudi mtu kama anataka kuleta tena mzozo wake, sababu kama leo tunapata usapoti wa Marekani, tunajua nyinyi pamoja na watazamaji kwamba ni kwa sababu wa Republican ndio wanaongoza kwa sasa. Mtu alimba kwamba msiabudu Amerika, wanatafuta mali tu. Ndio hivyo, tena ni mambo ya kubadilika. Hata kama ni Marekani, sio Marekani yote, sio siasa yote ya Marekani ndio inatusapoti. Wa Demokrati tunajua namna wanajikamata kwa upande wetu, ni warafiki wa watu gani. Donald Trump anaweza kuondoka, mambo tena yanabadilika. Ndio maana tutapata amani inayodumu wakati sisi wenyewe tutajiandaa kama ilivyo. Kwanza wasimamishe vita kupitia hiyo diplomasia. Tuone hapana vitu ya kartasi ama vitu ya kusema kwenye television, runinga. Pana, tuone vita imesimama,
vikosi hivyo vya Rwanda vimetoka, alafu basi nasi kama wao wa siasa, wao wana society civil, vyama vya kiraia, watu waone sasa pamoja ndani tunafanyaje basi. Sababu wametoka kwanza, tufanyeje ili tuweze kuconsolidate hiyo mambo ambayo yameweza kutendeka. Nadhani kwamba hiyo ndio itakuwa chanjo ya kweli, kazi ya kubwa ambayo itaweza kufanyika. Lakini kwa ngambo nyingine ningependa nigusie hiyo jambo ya wazalendo. Nadhani kwamba hiyo jambo inatusaidia kweli kwa kweli, kwa sababu huko katika Kivu yote, iwe ya mashariki iwe ya kusini, kunaendeka kazi kama ilivyo, lakini kulikosa tu kitu moja. Mimi ninaweza kutaka ikiwa tutaweza kujenga jeshi letu na ikiwa tutaweza kamata tena wazalendo kama strategia, lazima hiyo iwe ikitendeka kwa siri bila kuonesha kila kitu, kwa kusema tunaweza kuwa na hiyo system ya uzalendo kwa siri kabisa kama inji watu wakifuatilia. Lakini tumeongea sana, tupunguze kwanza, kwa sababu tumeingia katika vita kubwa. Tujue nini tunaweza kuongea, tujue ya wapi tunaweza kutenda bila kuongea. Asante sana. Tunafika mwisho wa kipindi chetu cha maendeleo Hewa Mashariki, ukweli wa mambo. Ndio karibu kupanda katika jukwaa letu. Sijui na ujumbe wako kwa watazamaji wanatusikiliza kwa rais. Sijui tunafika mwisho wa kipindi, lakini nawaza tulikuwa na mambo mengi tungekaa hapa tukizungumzia hakika. Neno la mwisho la kusema ni ya kwamba sisi Wakongomani, kitu ya kwanza kama vile mama amesema, tujue ya kwamba kitu ya kwanza tunayo lazima yake ni amani. Na serikali yetu iweze kushikilia inji yote, integrite territorial. Ni kusema mipaka yetu haiwezi kubuje, sababu kuna wandugu ambao wao wana akili mbaya, ambao wanaweza kuingilia Kongo. Hata wanakadi fulani kusema inji yetu ilikuwa inafikia hapa, wakati wanaona ya kwamba tunashindwa vita, wanaweza kuprofite pale. Integrite territorial, sherti mapigano yasitishwe, sherti tuweze kupata suluhisho kamilifu. Isiwe suluhisho ya siku mbili tu, lakini iwe suluhisho ambao ni ya kweli, na sisi tutoke sexual violence ama kubakwa kwa wanawake iishe, mambo ya kuua watu iishe. Na Kongo tunazungumzia madini, sisi Wakongomani tuweze kuprofite na haya madini. Sisi tunazungumzia madini na watu wanakuwa watajiri kupitia madini ya Kongo, lakini sisi wenyewe Wakongomani inakuwa kama vile watu wengine ndio wanabenefisia na sisi hatuna faida ndani yake. Hivi sherti tuweze kufikia haya mambo, lakini tulibakia kabisa, tungali na kiu sana, tunaweza kuzungumzia hii mambo. Ndio kipindi kinachokuja utafanya tuzungumzia mengi kuhusu hasa maendeleo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Neno lako la mwisho tukikumaliza kipindi chetu? Neno langu la mwisho dakika 3 tu ni kuomba serikali yetu iweze kuwa nayo na sura, ikikamata sura ya kijanja. Wasiwe wakizungumza mambo yote, na wasizani kama yote inayosainiwa ni Biblia. Wakisahini hii kwa sababu walipenda tu wasimamishe kumwangika kwa damu, alafu wajue tutafanya nini kesho. Na si vile tuwe na ujanja kidogo. Na kwa ngambo ya rais wetu tunamwomba anapofika hapo ajikaze. Watu wamekufa wa kutosha, inatosha kabisa, inatosha damu kumwangika. Ajikaze, atoke huko na suluhisho. Tunamtakia mazuri yote kabisa, hali yote ambayo ataweza kukuta huko, aibuke ushindi katika maongezi ambayo ataweza kuifanya. Alafu ile mambo ya madini tutayazungumzia nyuma, basi asimamishe kwanza vita, watu walale, wazunguluke, waende shambani. Sababu huko Kinshasa tunazungumzia maofisi, lakini huko tunaishi kwa mashamba. Watu wawe huru, waende kwa shamba zao, wengine wafanye kazi zao za ufugo, wawe huru. Basi masujaa wao ambao wanapambana, na tunaomba kwa sisi wote tuache kutumikisha vile mazungumzo ambayo inaweza kusaidia Rwanda kama adui. Tuseme machache, tujue habari ambayo hatuwezi kupana. Hivi pamoja tuungane, upinzani, society civil pamoja hasa na wanaoongoza, kwa umoja tutaweza kushinda. Asante sana. Nikumbushe kwamba ni Rose Tombeani, kiongozi wa shirika la kiraia la Difegu. Asante sana. Asante sana Simon Kazungu, ukiwa rais wa chama cha DSFN. Asante sana. Asante.
Na huu ndio mwisho wa kipindi chetu cha maendeleo ukweli wa mambo. Kipindi nakujia moja kwa moja kutoka studio zetu za Telesenkan, tukitangaza kutoka DRC. Mnasikiliza ulimwenguni kote kupitia Telesenkan. Kwa la ziada na watakia kila laheri, lakini wanawake wanaofanya kazi lazima wahikushwe, wapewe shukrani. Kwa la ziada na watakia tu kila laheri na Mungu awabariki.